Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakuletea changamoto 5 ambazo zinakabili makanisa ya Kipentekoste. I've ordered 5 challenges that are facing the Pentecostal church in Tanzania. Haleluya. Changamoto 5 ambazo zinakabili kanisa la Kipentekoste Tanzania. Changamoto ya kwanza ni kupata mchungaji aliyeitwa na Mungu, akaisikia sauti ya Mungu kwamba ameitwa, akapewa maelekezo ya kwenda kufanya kazi ya Mungu. Changamoto ya kwanza. Tuna watumishi wengi ambao wapo kwenye utumishi lakini hawakuitwa na Mungu, hawakusikia sauti ya Mungu, ila wanajua wao waliendaje kwenye huduma. Hii ni changamoto kubwa katika makanisa ya Kipentekoste Tanzania. Changamoto ya pili katika kanisa la Tanzania, katika kanisa au makanisa ya Kipentekoste Tanzania, ni kupata baba wa kiroho mwenye mafuta na neema, ambaye akikupaka mafuta ya Roho Mtakatifu unapokea neema, unapokea nguvu, unapokea uweza na kutembea katika mafuta alionayo. Ni changamoto ya kupata baba wa kiroho mwenye mafuta na neema ya Mungu juu yake, ambaye akikupaka mafuta hakika unapakika mafuta, halafu unatembea kwa spidi kama ya kwake. Changamoto ya pili. Changamoto ya tatu ni eneo la kuendeshea ibada. Hii ni changamoto kubwa kwa makanisa ya Kipentekoste, kupata eneo la kuendeshea ibada, mahali sahihi pa kuendeshea ibada. Wengi wanafanya katika maeneo ya kukodi, ya kuwazima, ya ndugu, ya familia, na hii ndio chanzo cha migogoro ya madhehebu kuja kunyang'anyana makanisa. Ni kwa sababu ya changamoto hii kubwa. Watu wanatumia pesa zao kuanzisha huduma, kujenga, kununua viwanja, lakini baada ya muda taasisi inasema tunaomba hati ya kiwanja. Kwa hii ni changamoto kubwa ambayo kama itafanywa kazi na madhehebu, tutaepusha migogoro na kunyang'anyana makanisa. Changamoto kubwa. Changamoto ya 4, uwezo wa kujenga nyumba ya ibada. Mchungaji unaitwa, unaenda kwenye huduma, lakini uwezo wa kujenga nyumba ya ibada hauna. Na kwa sababu zozote zile ambazo unazijua wewe, sasa pengine unatamani ujenge ndani ya muda fulani, ni changamoto. Lazima ili tuifahamu kwamba ni changamoto. Uwezo wa kujenga nyumba ya ibada imekuwa ni changamoto sana hapa Tanzania. Na changamoto ya 5, msaada wa kiutu. Hapa sio upako sasa. Msaada wa askofu wako mkuu, msaada wa ofisi yako kubwa, ya baba yako wa kiroho, msaada wa kiutu, sio mafuta tayari, sio upako tayari, pesa cash. Haleluya. Msaada wa kiutu kabisa, unaogusa maisha ya moja kwa moja, unaotoka kwa kiongozi wako mkubwa kwenda kugusa maisha yako. Mchungaji anaweza kuwa ameitwa, ana mafuta na anatumika, lakini wakati mwingine uchumi unachelewa, lakini baba wa kiroho anapaswa amshike mkono mtoto wake. Sasa angalizo, mimi ni Pastor Jacob Masaba. Haleluya. Ni mchungaji. Mungu ameniita katika utumishi huu. Na kwa kuwa Mungu ameniita, siangalii nani anafanya nini, lini, wapi. Ninamwamini Mungu aliyeniita kwamba atapasua mwamba na maji yatatokeza. Haleluya. Sasa migogoro mingi, vilio, kuhamahama makanisa inatokana na watu kujiunga na madhehebu fulani wakiwa na mtazamo wa misaada, na wanapoikosa misaada wanakatika, wanaondoka. Changamoto 5 zinalokumba kanisa la Pentekoste Tanzania. Makanisa ya Kipentekoste Tanzania: 1, kupata wachungaji walioitwa na Mungu kuifanya kazi yake, nao wakaisikia sauti ya Mungu na wakapokea maelekezo na wakaenda kazini. Ni changamoto kubwa kuwapata hao. Yaani hao ni wameadimika, ni adimu. Tuna makanjanja wengi tu, tuna wapigaji wengi tu. Jambo la pili,
kupata baba wa kiroho mwenye neema na mafuta, ambaye akitamka kitu kwako anashusha upako. Wachache baba, eneo la kuendeshea ibada ni shida. Umeitwa bado uchumi hujafunguka. Bahati mbaya pia na unaye baba pia hawezi kukushika mkono, hana nguvu, hana uwezo. Bwana sio sana. Uwezo wa kujenga pia umepata kiwanja, kujenga bado ni shida. Kwa huduma zinapata changamoto, lakini msaada wa kiutu tu pia. Unajua Biblia inasema mtu akitaka kazi ya uaskofu, akitaka. Mimi sitaki uaskofu mkuu, sitaki. Maana nasema mtu akitaka, mimi sitaki. Mimi ni mchungaji, mimi ni pastor, nataka kuchunga watu niwapeleke mbinguni. Sitaki uaskofu. Maana mtu akitaka. Uaskofu mkuu sitaki, kwa sababu ninajua kuwa mkuu lazima uwe na mazingira yanayokufanya wewe uonekane kweli ni mkuu. Lazima kuna mambo ya msingi lazima yafanye. Usipoyafanya, baba katika nyumba asipoweza kutoa mahitaji ya msingi kwenye nyumba, atabaki kuwa baba jina, si baba mwenye responsibilities. Baba anatambulika kwa kulipa kodi ya nyumba, kujenga nyumba, kusomesha watoto, kupatia chakula, kumpa mahitaji mke na majukumu mengine ya ziada. Usipofanya mambo ya msingi katika nyumba, wewe ni baba. Ni kweli unalo jina la kuitwa baba, lakini wewe sio baba katika responsibility. Kwa hiyo watu wengi leo wamepata shida kwa sababu ya mababa. Hawafanyi wajibu wao. Mababa wanachekelea kuitwa baba, but you are doing nothing. God bless you. Pastor Jacob Masaba, my calling. Nimeitwa hapo. Nimeitwa kupasua miamba, maji yatoke. Nimeitwa kukanyaga majangwa na kuotesha vitu vilivyoshindikana, kubadilisha maji machungu yawe matamu kwa upako wa Bwana Yesu aliye hai. Barikiwe sana. Mungu akubariki.